Kocha, asalamu alaykum. Salam. Mambo yanakwenda vizuri? Nashukuru Mungu kwa maana kile ambacho kinapangwa kinakwenda kama kilivyokuwa kimepangwa. Sawa. Walau tupitishe kiufundi zaidi kile ambacho kimeandaliwa kwenye mchezo huu leo, lakini hatimaye ukamalizika kwa dakika 90 kwa sare ya bao 1-1. Tausi wakianza, si tukija kusawazisha. Mimi nasema kwamba niwapongeze kwanza wachezaji wa Simba, lakini vile vile niwapongeze Tausi kwa kile ambacho kilikuwa katika dakika 90 za leo. Nilisema tu kwamba toka jana na juzi nilikuwa nazungumza kwamba tunakwenda kwenye mechi ambayo tukiweka mahesabu yanavyosema, tukiingia nayo kwenye uwanja yataweza kutugharimu. Lakini vile vile nimezungumza na wachezaji kwa kuandaa kile ambacho tunatakiwa kukifanya, kwa maana katika hizo mechi zote ambazo ziko nyuma. Lakini kikubwa ambacho nilikuwa natazama nacho na kuwapa wachezaji wangu kwamba katika mechi zote bora ambazo tumezicheza, hii ni mechi nyingine ambayo inakuja ni bora na ugumu tofauti na mechi ambazo tumeweza kucheza. Kwa maana hiyo sasa twende katika mkakati ya kuweza kufanya kazi pasavyo. Lakini vile vile tumefanya makosa kipindi cha kwanza kwa kutokuweza kuwakaba, tumeacha free sana wacheze, lakini vile vile tumeruhusu wao kuja kutukaba, kwa maana kutunyima kile ambacho uhuru wa kufanya kile kitu ambacho tunataka kukifanya. Lakini mistake tumefanya, wameweza kutuadhibu. Lakini vile vile kipindi cha pili tumeweza kuzungumza kwa maana tuweze kuwakaba vinavyotakikana, lakini vile vile na sisi ili kwa kuweza kuwazuia wasiweze kutukaba, tucheze game ambayo ni ya kusapotiana na kutafuta hizo changing za position kuweza kuelekea kwenye goal. Kwa nisema kwa ni mechi ambayo ni ngumu, ni mechi ambayo iko na ushindani mkubwa sana. Nilikuwa natarajia ushindani kama huo, lakini kikubwa tunashukuru Mungu kwa maana ya kuweza kutoka draw, kwa maana ya kuahirisha kile ambacho kilikuwepo. Lakini niseme tu kwamba ubingwa ni wa Simba na target yetu sisi sio lini tumetangaza ubingwa. Tunahitaji kushinda mechi zote pasipo kufungwa, kwa maana ili tuweza kutangaza kwa wabingwa. Kwa kiufundi yameweza kufanyika, kwa maana Tausi ametumia makosa yetu na sisi tumetumia makosa yao. Hatimaye tumegawana pointi. Sasa tunaangalia mechi inayofuata, kwa sababu tukiingiza hii pressure tena ya mechi ya leo, tukiingiza pressure ya kuweza mechi ya kuja lazima tushinde pasipo kuwa na mikakati ile kwa sahihi, na maana tutaendelea kufanya kupotea. Kwa sasa niombe radhi washabiki wetu na wapenzi wa Simba, hawa ni watoto wa kike na akili zao zinakuwa tofauti na watoto wa kiume. Kwa tuwatengeneze psychology yao, kwa maana ya kuwa na morali na kuweza kufanya majukumu yao kwa kuweza kupata pointi 3. Tusiingie kwenye target ya kuweza kuwalaumu sana kwa mechi ya leo, lakini vile vile tusiingie kwa pressure kubwa ya kwamba ni lazima tushinde tupate ubingwa kabla ligi haijakuisha. Kwa maana tuwatengeneze psychology kwa wale ambao wanachati na wachezaji, wapo ambao wanaandika comment. Mimi nafikiri ni wakati sasa kuweza kuwapa morali zaidi, kwa sababu ni watoto wa kike na watoto wa kike wanafahamika kwenye ku react kitu. Kwa maana leo tumetoka draw, kwa tuwapongeze kutoka draw kwa sababu hatujapoteza, lakini vile vile tuone target nyingine katika kimahesabu. Wanasema tupata draw nyingine pia inakuwa faje imesaidia, lakini tuondokane na hiyo kupata draw nyingine. Tuondokane kwa kutengeneza akili vizuri, na sisi technical bench twende uwanja mazoezi tukaandae maandalizi kutokana na mechi ya leo na mapungufu ya mechi ya leo, kujipanga vizuri na mechi inayofuata ili tupate point 3. Sawa mwalimu, pengine hii leo wachezaji wetu wameingia wakiamini tayari tumeshakuwa mabingwa. Hiko kimechangia ugumu wa huu mchezo. 1, 2, kukosekana kwa nahodha wetu msaidizi Vivian Corazon kumuongeza ugumu wa mchezo huu leo. Corazon ni mchezaji ambaye anaweza kuiboost sana timu, lakini unajua Corazon pia ni mchezaji ambaye ni mkongwe, ambaye anafahamu confidence ya kuweza kutuliza timu. Kama unafahamu kama akiwa katikati na kina Josefu na kina Kamama wanakuwa huru zaidi kucheza, sababu anaweza kuicontrol game pale katikati. Lakini leo amekosekana kutokana na matatizo ya kanuni za kimchezo, kwa maana na kadi 4 za njano kwa kuweza kuzuia kucheza mechi inayofuata. Lakini vile vile nasema kwamba kukosekana kwake kumefanya pia timu yetu kutokupata ule umakini ucontrol ile timu pale katikati kwa kuweza kucheza, kwa sababu yeye ni mchezaji ambaye kwanza ni captain, lakini vile vile ana uwezo wa kuboost timu. Kwa maana tukipata timu hizo ambazo zinacheza kwao, yeye anakuwa na akili zaidi ya kudrive mpira kuwafuata watu, lakini leo tumekosa mtu wa kudrive pale kuwafuata watu. Wachezaji waliocheza wamejitoa, wamefanya kazi yao, lakini ni tofauti, kwa maana pia angekuepa angeweza kuchangia kitu kikubwa zaidi. Lakini pia tunasema tumeandaa timu, hatujaandaa mchezaji, kwa maana kwenye timu lazima kuna kadi, kuna majeruhi, kuna kuumia, kuna kukosa mechi pasipokuwa na lolote ile kile hapo kwa mchezo. Kama tumeandaa timu kwa ajili ya kucheza leo, Corazon akakosekana, lakini wamecheza. Mchango wake tulihitaji na unahitajika sana katika mechi ya leo, lakini amekosekana. Sasa tunakuja kujiandaa katika mechi inayofuata. Kikubwa mimi nasema kwamba awali nilivyosema na ambacho umekizungumza ni ile confidence ya kusema leo tunakwenda kutangazwa mabingwa. Hicho ni kitu kibaya sana kwenye maisha, kwa maana usipige mahesabu ya hela kati hela hujashika.
piga mahesabu, hela umeishika ndio piga mahesabu unaitumia vipi, lakini hujaishika unafikiria kununua gari, nyumba, kiwanja, sije utengeneza uwanja, sije kufanyaje, au ni mahesabu ambayo yakupotezea muda. Tufanye kazi ili kuweza kukipata na kuweza kufikiria sasa hicho tumepata kutumia vipi, maana confidence iliyokuwa nayo na hali waliokuwa nayo kimahesabu ilikuwepo hivyo, lakini mwisho wa siku sasa tutakuwa tu change sasa kutokana na makosa ambayo yatokea leo na ile mentality ambayo tuliingia nayo katika game ya leo kwamba tayari tunashinda, tunatangaza mabingwa leo, ndio kitu ambacho kimetia ugumu katika mechi ya leo. Kwa sababu tunakwenda kujifunza katika uwanja mazoezi, kwa maana kuweka refresh vizuri akili zao, kuweza kuangalia makosa ya leo, tuweze kuangalia mazuri ya leo ili kufanya vizuri katika mechi inayofuata. Mimi naamini kwamba tukienda vizuri na tukienda hivyo na akili zaidi zikatulia sasa kutokana na haya ambayo yametokea, tukaenda kwenye mechi hatujapoteza kwa sababu bado tunaongoza. Hatujapoteza mechi kwa sababu bado tunaongoza. Hatujapoteza mechi kwa sababu tunahitaji kupata ubingwa. Tutapata ubingwa kutokana na misingi hiyo, kwa maana kuweza kuwa pamoja kwa wote na kushirikiana na kuweza kusupport timu kwa wapenzi wetu na scrim mechi, kuandaa timu vizuri kuendelea kwenye mechi inayofuata. Naamini kwa maana inshallah hichi ambacho kimetokea ni mafunzo kwetu, lakini naamini mechi inayokuja hakitatokea hivi kutokana na kile ambacho tumeshajifunza kwenda kufanya vizuri katika mechi inayofuata. Shukrani sana. Asante sana.